Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Tupo katika robo ya pili ya mwaka 2025 na nikumbusha kwamba robo hii tena tupo katika vidokezo, tamathali za semi na ishara. Leo nikiwa ni katika somo la pili nasema kwamba msingi wa mwanzo. Mimi jina langu ni Fano Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikuombe mchungaji Mika uweze kutufungulia mjadala wetu kwa ombi. Karibu sana mchungaji Mika. Tuombe. Muumbaji wetu na Mwokozi wetu, tunakushukuru tena kwa namna ya pekee kwa fursa hii nyingine uliyotupatia ya kushiriki kwa vyombo kujadili ujumbe ambao unahitaji ufike kwetu na kwa watu wako. Tuomba ututakase. Tuomba Baba Roho wako akatamalaki aongoze kila kitu. Tupatie maneno sahihi, tupatie uelewa sahihi. Zungumza na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Na neno hili Baba likafunue uzuri wako, upendo wako na wito wako kwetu ili tukufuate tuokolewe. Katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amen. Asante sana mchungaji Mika kuweza kutufungulia mjadala wetu kwa ombi. Karibu sana mchungaji Tuvako. Asante. Na basi nianze na wewe leo uweze kutufungulia jambo katika mjadala wetu huu. Na tafadhali mchungaji Tuvako, ningependa uweze kutupatia jambo kwa ufupi kile ambacho tuweza kujifunza katika somo la kwanza ambalo ndio lifungulia robo hii kuhusiana na vidokezo na mafali za semi na ishara. Nini ambacho tulikiona japo kwa ufupi? Karibu sana mchungaji Tuvako. Ninakushukuru sana mwenyekiti. Nadhani juma lililopita ndio tulikuwa tukifungua robo hii ya pili kama ulivyosema, ambalo somo letu la robo limepewa kichwa vidokezo, tamathali za semi, ishara, ambavyo ni jinsi ya kujifunza unabii katika Biblia. Na tukaona mambo yafuatayo. Tukaona jinsi ambavyo vidokezo ni neno rahisi kuelewa, na tudokezea yale mambo ambayo yamekusudiwa tuyajue. Lakini tamathali za semi pia ikaelezewa jinsi ambavyo kuna matumizi ya nahau hapo, kuna matumizi ya lugha picha ambazo zinawasilisha ujumbe uliokusudiwa. Lakini pia swala la ishara ambazo Mwenyezi Mungu alikusudia kuzitumia katika kufikisha ujumbe wa kinabii kwa watu wake, na analifanya hilo hata sasa kupitia vitabu kama Danieli na Ufunuo. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo kwa ufupi lugha hizi ambazo namna ya matumizi haya ya sehemu za lugha yanatusaidia kuona kanuni za kufasiri unabii. Tukaziona kanuni kadhaa za kufasiri unabii, na niseme tu kwa ufupi kwamba iwe ni sitiari, iwe ni uhalisia, namna ambavyo tunaweza kutambua lugha iliyotumiwa katika sehemu fulani mahususi ya Biblia. Tuliziona hizo kanuni. Na nisimalizie kwa kusema kile ambacho tulikiona kilitajwa pia kwa uzuri sana katika ukurasa wa 13, ambapo lilielezwa somo katika muktadha wa kanuni 15 za kwanza zikielekea katika mada au kitabu ni maandiko matakatifu yenyewe, halafu 5 za mwisho zikionyesha mwitiko wa yule anayesoma kulingana na zile kanuni muhimu za msingi za kujifunza neno la Mungu. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kuweza kutukumbusha kile ambacho tuweza kujifunza katika juma lililopita, somo lililopita. Mchungaji Mika, leo tena ni msingi wa mwanzo. Katika msingi wa mwanzo ni kitu gani hasa ambapo tunakwenda kukiangalia juma hili, msingi wa mwanzo? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Ndio. Leo tuna kichwa kama ulivyosema, msingi wa mwanzo. Ndio. Au kama ningegeuza ningesema mwanzo, kitabu cha Mwanzo kama msingi wa mafundisho ya Biblia. Unajua kama unaandika labda ni andiko fulani, wakati mwingine kuna maelezo ya msingi ambayo huwa ni vizuri uyatoe. Inaweza ikawa labda ni kufasili baadhi ya maneno yatakayotumika.
wakati mwingine vifupi vile. Kwa hiyo ukaandika Ufunuo Publishing House, ukaweka kwenye mabano UPH. Naam. Na huko ndani ukitumia unaandika UPH. Mtu aliyesoma huku mwanzo ataelewa kwamba UPH ni Ufunuo Publishing House. Wakati mwingine wanatamka kabisa kwamba katika andiko hili neno hili litatumika kumaanisha kitu fulani. Ndio. Neno lile wakati mwingine unaweza kukuta lina maana nyingi, lakini wanakuambia ukiliona hapa maana yake ni hii. Na wanaviweka hivyo. Yale maneno au ule mwanzo unakuwa msingi mzuri wa kusaidiwa uelewa mpana wa kile kilichoandikwa katika lile andiko. Unajua wakati mwingine utadhani waandishi wa Biblia wanachukulia kwamba labda watu waliosoma huku nyuma wameelewa haya ya nyuma. Labda tuseme Agano Jipya. Si jambo la ajabu baadhi ya maneno yaliyotumika Agano Jipya mwandishi anachukulia kwamba mtu atakuwa amesoma huku nyuma. Na kwa hiyo kuna vitu anavielewa. Kwa hiyo mwandishi anachopendekeza katika somo la juma hili ni kwamba Biblia nayo ina mwanzo wake. Au ina kitabu, ndio ukisoma Agano Jipya au kitabu cha Ufunuo ambacho tunakitazama zaidi kama cha unabii, ukisoma Agano Jipya ukirudi ukaja kuangalia sehemu zingine za huku nyuma, ni sawa kutafuta maneno yanayofanana na yale, lakini inaonekana kwamba kitabu cha mwanzo cha Biblia, kile kinachoitwa Mwanzo, ndicho kiini, ndicho mwanzo, ndicho msingi ndio wa mafundisho ya Biblia. Au hasa hata msingi wa kile kinachoonekana katika kitabu cha Ufunuo. Na kwa maana nyingine ni kwamba sitakuwa nimekosea nikisema mwandishi wa kitabu cha Ufunuo kuna vitu anachukulia kwamba unaelewa kwa sababu umesoma Mwanzo. Kwa hiyo ukitaka uifurahie kumbe vitabu vile vya unabii vya mbele hapo, tumia muda kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Kwa hiyo kichwa chetu leo mwenyekiti kinazungumzia kitabu cha Mwanzo kama msingi wa mafundisho yaliyo katika vitabu vingine, labda Ufunuo, Daniel na vingine hapo kwenye kama inavyokuwa kiini cha Ufunuo. Kwa maana nyingine tutatazama kanuni kadhaa. Moja imeandikwa kama kanuni ya kwa naangalia ametumia kutajwa kwa mara ya kwanza. Alafu kutakuwa na upendo pamoja na mwana kondoo. Alafu tutatazama pia juu ya kifo, juu ya kifo pamoja na nyoka. Kwa hiyo tutakuwa tunachofanya ni kwamba tunaangalia mwanzo, jinsi mwanzo inavyoturahisishia kuelewa namna ambavyo maneno haya yametumika kule kwingine. Na kwa hiyo inafanya uelewa ule uwe na upatanifu mkubwa. Mwenyekiti, Biblia ni maktaba kubwa. Ina vitabu kwa usahihi kabisa 66. Na sasa moja ya vitu vya ajabu ni kwamba ungetarajia vitofautiane, lakini havitofautiani. Ndio. Ukiona mtu anasema vinatofautiana ni kwa sababu labda hajajua namna ya kuisoma. Ukisoma vizuri inazungumza lugha moja. Na kwa hiyo namna yetu moja ya kutusaidia kufika katika lengo hilo ni kuipatia Mwanzo nafasi ya kuwa msingi. Leo nilijitahidi kukariri fungu, sijui kama nadhani wasio gumu sana hili. Amina. Iko Mwanzo, nafikiri ni Mwanzo, sio Mwanzo. Yohana. Ni Yohana 1:29. Ndio. Siku ya pili yake amuona anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana 1:29. Ili fungu limekaa kimkakati vizuri. Na utaona moja ya vitu tutakavyojifunza hapo katikati ni mwana kondoo. Ninakushukuru sana mchungaji Mika, na hongera kwa kuweza kukariri fungu la kukariri. Amina. Tunasonga mbele tena, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Mchungaji Tuvako, kutajwa kwa mara ya kwanza
Kuna umuhimu gani katika kujifunza mambo ya msingi katika Biblia? Kule kutajwa, zingatia ile kutajwa kwa mara ya kwanza. Karibu sana mchungaji Kuba. Asante mwenyekiti. Nadhani tunachokiangalia juma hili kama ambavyo mchungaji Mika amezungumzia juu ya mwanzo kuwa ndio msingi wa kujengea hoja ya maandiko matakatifu kama yalivyo katika vitabu vyote 66. Tunachokiona katika kutajwa kwa mara ya kwanza inanikumbusha kile ambacho mwandishi anatuongoza kukitafakari. Kuna kozi nyingi hata vyuoni ambazo unapoingia kwa mara ya kwanza, nadhani mchungaji Mika atakumbuka, unaambiwa kozi fulani nambari ni 101. Yeah. 101. Yeah. Unajua tayari hiyo ni first year hiyo. Na inakupa mwanzo wa uchunguzi wa jumla wa somo lile. Kwa mfano Introduction to Psychology 101 inakupa utangulizi katika hoja nzima ya saikolojia katika mwaka wa kwanza, yani katika kozi za kwanza za ule uchunguzi. Na hivyo kozi zile zinashughulikia kozi kama hiyo, kwa mfano huo inashughulikia msingi wa hoja ambayo inaweza kuwa pana, ambayo inaweza kujifunzwa kwa undani zaidi kadiri mtu anavyoendelea kuingia katika uchunguzi kuihusu. Lakini inapeleka vizuri hoja yetu ya juma hili katika mtazamo huu kwamba Mungu pia ana utangulizi wa mawazo ambayo yanachunguzwa kwa undani katika maandiko matakatifu yote. Na kama ambavyo wanazuoni wengi wanasema, unajua sura ya kwanza hadi ya 11 ya kitabu cha Mwanzo inabeba, waweza kusema, mambo makuu yote yaliyopo katika Biblia nzima. Na hivyo ungeweza kusema hiyo ni 101 katika ule utangulizi mzima wa kozi ya uchunguzi wa mambo ya mahusiano baina ya Mungu na wanadamu, na mpango wake kuanzia kuanguka mwanadamu hadi ukombozi, lakini pia tangu uumbaji kabla ya dhambi hadi wakati mwingine utakapofika baada ya dhambi kukomeshwa. Na hivyo katika mazingira haya tunapozungumzia kutajwa kwa mara ya kwanza, hatuwezi kuepuka kitabu cha Mwanzo. Ndio. Ni msingi kabisa katika hilo. Hata hivyo, kwa nini tunazungumzia kutajwa kwa mara ya kwanza? Isaya 40 inaweka katika aya 2 ambazo nitazisoma mwenyekiti. Aya ya 7 na aya ya 8. Nimkaribishe pia mpenzi mtazamaji katika kuiangalia ile pamoja nasi. Isaya 40 aya ya 7 na aya ya 8, na neno la Bwana linasomeka hivi. Nilipenda pia jinsi ambavyo mahali fulani nilisikia mwimbaji, nadhani wa Afrika ya Kusini, alikuwa akiimba na kundi lake la uimbaji. Nadhani ni wimbo na nyimbo ambazo wakati huo ni miaka mingi kidogo ilivuma sana, na alikuwa akizungumza, wengine wanakuwa katika muziki wanasema humming. Lakini akitumia maneno haya ya Isaya 40 aya 7 na ya 8. Neno la Mungu linasema, majani yakauka, ua la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake, lakini watu hawa ni majani. Ndipo aya 8 inasema tena kwa mtiririko ule kama shairi, majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Siwezi kuimba ile leo, lakini naomba niwasilishe tu kwamba hii kauli ya Bwana katika Isaya sura ya 40 inathibitisha kitu hiki. Kama ilivyo mwanzo, neno la Bwana likitajwa halikomi, linadumu milele. Na ndio maana ya kusema hiki kutajwa kwa mara ya kwanza kuna uzito sana. Na sitasoma kila aya, lakini nadokeza tu kama dokezo la robo vidokezo. Malaki sura ya 3 aya 6 inasema, Mungu hana kigeugeu. Yule anayetamka hili neno
ndivyo alivyo jana na leo. Na of course hiyo inasemwa pia katika Waebrania sura ya 13 aya ya 8 anaposema Kristo Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi nimalizie kwa kusema hivi ya kwamba sehemu kubwa ya ulimwengu wa leo inachanganya hoja kati ya ukweli kama ulivyo ukweli wa neno la Mungu ambao haubadiliki na ukweli unaofikirika kwamba ni ukweli lakini sio. Yaani mwandishi wetu anapendekeza ya kwamba ni nadharia. Kwa maana gani? Kwamba ulimwengu wetu umefikia hatua ya kufikiri kwamba hakuna ukweli halisi. Na kwamba ukweli unategemea mazingira. Kwa lugha ya kigeni wanasema is relative. Kwamba inategemea tu. Kwamba hapa ndio ukweli wa mazingira haya. Wakati ambapo neno la Mungu lina kanuni ambazo zinakata kote. Ni kweli kuna namna ambayo linatumika katika mazingira ya anuai, lakini kwa hakika kanuni za Mungu ni tabia ya Mungu ambayo yafaa pote. Mungu ni yule yule. Na hivyo kwa hakika uwezekano wa kusoma, kuangalia, kusikiliza, nasema tena hadithi, hoja, nyimbo, miziki inayotokana na mitazamo hii ya kidunia inaweza kuhafifisha mtazamo wa kweli inayodumu ya neno la Mungu. Tunachoangalia hapa ni namna ambapo kutajwa kwa mara ya kwanza kwenye neno la Mungu kuna maanisha ile kanuni ya Mungu haitabadilika. Inaendelea kuakisiwa kadri tunavyoendelea kuona ujumbe wake katika vitabu vya unabii, ujumbe wake kwa watu wake. Asante sana mchungaji Tuvako. Bado tupo pale kwenye mwanzo, mchungaji Mika. Kutajwa kwa mara ya kwanza kwa kitenzi cha kupenda. Kitenzi cha kupenda hiki kunaonekana wapi na kunatupatia hasa fundisho gani katika Biblia kwa muktadha wa somo letu la juma hili? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Wakati pastor akizungumza nilikumbuka maneno niliona ukurasa wa 24. Nikafikiri naweza nikanukuu ule mstari mmoja. Uweka mkazo kwa wazo lile. Katika ile ibara ya kwanza tuseme mstari wa pili katikati. Anasema Biblia ni kisa cha Mungu. Akishughulika na wanadamu katika historia. Na kwa kujifunza maelfu ya miaka ya kushughulika huko, tunaweza kujifunza mengi kuhusu tabia ya Mungu iliyo thabiti, isiyobadilika. Nikafikiri kwamba hilo neno ni zito kukazia kile ambacho pastor anasema. Mungu akishataja, hiki ni kisa cha yale anayofanya, sio vitu vya kufikirika, vya kutunga, vya kubadili. Mwenyekiti, kitenzi cha kupenda kipo kwenye Mwanzo. Mwanzo 22. Na nitasoma kidogo, alafu nafikiri nitasoma aya zingine kama 4 tofauti. Mwanzo 22. Hiki ni kisa maarufu sana. Mwanzoni anasema ikawa baada ya mambo hayo mambo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Na sasa Ibrahimu akaondoka alfajiri. Nataka nisome fungu la 12. Anasema akasema usimnyoshee kijana wako mkono wala usimtendee. Labda kabla ya hapa nisome fungu la 9. Wakafika mahali alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akisema Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema usimnyoshee kijana wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kumzuia mwanao
mwanao wa pekee. Mwenyekiti, hiki ni kisa sio chepesi sana. Yeah. Ni moja ya vile visa ambavyo ungependa tu labda uvisome. Lakini kikufika labda Mungu atakuwa amekutoa mbali, sasa umeshapiga hatua. Si chepesi. Yeah. Hata sijaelewa mazingira ya Ibrahimu yalivyokuwa wakati anapambana nacho. Sababu inaonekana mazingira yake walikuwa wanatoa kafara kwa miungu. Ila yeye alijua Mungu hahitaji kafara ya mtu. Lakini anachojua ni sauti ya Mungu. Ulikuwa mtihani kweli. Mtihani mgumu sana ambao ulikuwa umemkabili Ibrahimu, lakini akijua kwamba ni Mungu. Biblia inaonyesha kwamba Ibrahimu aliitika japo hakumjulisha mkewe. Yeah. Akaondoka akaenda. Mpaka hata ikafika mahala akaacha watumishi akaenda na kijana tu. Yeah. Na mpaka hata mwanae anamuuliza kwamba baba, moto na kuni vipi? Kondoo leo vipi? Mwana kondoo. Na hisi kwa maombi mengi akamwambia bila shaka na kwa uvuvio wa roho, Yeah. Mungu atajipatia mwenyewe. Ndiyo. Na utaona kwamba mwanao, kama fungu la kwanza linavyosema, Yeah. Ibrahimu akasema, mimi hapa, fungu la pili, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye. Hapa ndipo kitenzi hiki kinapotumika kwa mara ya kwanza. Yeah. Ahab, mwanao umpendaye. Na utaona kinatumika kurejelea upendo wa baba Ibrahimu kwa mwanawe Isaka. Nilikuwa nimevutiwa pia kwamba of course kuna mengi tutayatazama juu ya hii. Yeah. Jinsi Ibrahimu anavyopambana nayo, lakini kwa najiuliza mbona Mungu alimweka katika mtihani huu. Ila anasema Mungu alikusudia Ndiyo. kupima upendo wa Ibrahimu kwa mwanae, amini kwa Mungu kupitia kwa upendo wake kwa mwanae. Nimeisoma hiyo na nikaona imeandikwa vizuri. Ndiyo. Ukurasa wa 26. Ndiyo. Anasema ni katika muktadha huu wa upendo wa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe pekee, kwamba aina ya upendo wa Ibrahimu kwa Mungu ulikuwa ujaribiwe. Sasa swali ni kwamba mbona anafanya hivyo? Kwa nini Mungu anataka? Mbona kama inaumiza? Kumbe Mungu alitaka amshawishi Ibrahimu juu ya Injili. Kwamba kuna habari bora zaidi. Ndio. Injili ya upendo wa Mungu. Yeah. Ukiruka ukurasa wa 27 anasema ni kwa lengo la kushawishi akili ya Ibrahimu juu ya ukweli wa Injili pamoja na kuijaribu imani yake, ndio maana Mungu alimwamuru amchinje mwanawe. Nadhani ni vizuri kusikia hii. Maumivu makali aliyoyavumilia katika siku za giza la jaribio hilo la kuogofya. Maana haikuwa siku moja, ameambiwa alafu wakaanza safari wakaenda. Unajua kwenye swala kama hili akili haiwezi kutulia. Moyo unahangaika. Unafikiri labda Mungu atatuma ujumbe utakao linyosha vizuri. Alafu anajiuliza akienda amemchinja anarudi anamwambiaje sana. Unaona na jambo la ajabu. Waebrania anasema kwamba alisadiki kuwa Mungu atamfufua. Yeah. Atamfufua. Kwa hiyo wenda hata kwenye mazungumzo yake na Isaka, si ajabu Ibrahimu alimwambia mwanawe kwamba kwanza wewe ndio yule mwana wa ahadi. Ndio. Na ulizaliwa kwa ahadi ya kutoka kwa Mungu. Hata mama yako hakuamini. Na Mungu alisema kupitia kwako uzao huu utakuwa, dunia yote itabarikiwa. Itakuwa kama nyota za mbinguni. Na maelezo mengi kwa sema yumkini baada ya hapa atakufufua. Interesting kisa cha Isaka hakijadiliwa. Lakini basi tunazungumzia namna Mungu anamjaribu hivyo. Mama Iti anaandika hivi. Maumivu makali aliyoyavumilia katika hivyo nimeshaisoma ili aelewe kutokana na uzoefu wake mwenyewe ukubwa wa kafara iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Yeah. Kwa hiyo si kwamba Mungu alikuwa anaifanya bure. Ni kweli amempatia Ibrahimu ukuaji wa imani. Ukirudi nyuma Ibrahimu alipitia mitihani kadhaa.
Nadhani hapa alikuwa sasa kama amefikia hatua ya kuwa mkubwa. Na Mungu akaruhusu apite kwenye mtihani huu. Nilisoma mahala pengine, mwenyekiti, nasema Mungu alichagua kuruhusu Ibrahimu kustahimili. Ndio. Yaani hakutumia falsafa, hakutumia teolojia, hakutumia saikolojia. Alitaka kumruhusu Ibrahimu astahimili katika kiwango chake chenye ukomo, kile ambacho Mungu angekistahimili katika kiwango chake kisicho na ukomo. Na mlinganisho huu wa Ibrahimu aliyemtoa mwana wake wa pekee aliyempenda, na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee ambaye yeye Baba ampenda. Na sasa mwenyekiti, naomba nisome aya zingine kama 3 hivi ambazo zinaonyesha sasa matumizi ya neno hili katika Injili. Ndio. Kitenzi hiki cha upendo. Kwenye Injili iko pale katika Mathayo 3. Utaona zinavyoendana, maana ujue tunatumia mwanzo kujifunza huku mbele. Mathayo sura ya 3 aya ya 17. Ndio. Anasema hivi: natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu nipendezwaye naye. Sasa hii ni katika Mathayo, kitenzi hicho kinatokea mara ya kwanza. Na cha kufurahisha ni kwamba kama ilivyokuwa kwa mwanzo, ni upendo tena wa baba kwa mwanae. Na baba hapa ni Mungu. Lakini nitasoma pia, ukiondoka Mathayo, kuna kwenye kitabu cha Luka, Marko 1:11. Marko 1:11, mwenyekiti anasema na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendo wangu nimependezwa nawe. Na utaona tena ni baba, mpendo wa baba kwa mwanae, na hapa baba anayezungumza ni Mungu. Ukienda katika kitabu cha Luka 3, tunaangalia Injili zote. Nataka uone ulinganisho huo tu. Luka 3 aya ile ya 22. Maneno yaliyotumika, anasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu nimependezwa nawe. Kivutio zaidi ambapo nitaitimishia hapo mwenyekiti ni Yohana 3, nayo tunaifahamu. Ni Yohana 3:16. Ndio. Kwa Yohana yeye anasema kwa maana jinsi hii Mungu. Sasa unajiuliza jinsi ipi? Labda maelezo ya pale mbele yametolewa. Ndio. Bila shaka ni mazungumzo ya Nikodemo na Yesu. Lakini kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa utaona mwanzo inazungumzia upendo wa baba, ndio, Ibrahimu kwa mwanae Isaka. Na huku Injili zote zinapoanza zinazungumzia upendo wa baba wa mbinguni kwa mwanae Yesu Kristo, na inakwenda kuzungumzia kafara. Kwa Ibrahimu na mchungaji Mika, tukiwa hapo kwenye kitenzi cha kipenda, hebu tuende kwanza mapumziko. Alafu tukirejea kutoka katika mapumziko, mchungaji Mika utamalizia hapo ulikuwa ukielezea sasa kitenzi cha kupenda. Asante sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, endelea kubaki nasi. Mungu ametubariki sana katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na kiwanda chetu cha uchapishaji kikiitwa Ufunuo Publishing House, ambacho kiko hapa Morogoro. Ni kiwanda cha pekee mahali machapisho yanakotokea ama yanakofanywa, na watu wengi hawajajua bado Kiswahili kizuri kinapatikana Tanzania, na hivyo machapisho yanayochapishwa katika kiwanda kilichoko Tanzania ni machapisho mazuri na ya pekee ambayo yanaweza yakawabariki. Na kwa sababu hiyo kunaonekana kunahitajika mashine kubwa na jengo kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ongezeko la washiriki au waumini katika kanisa. Kama anavyosema katika Danieli, wale wanaofanya kazi ya kuandaa wengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini zaidi ya hapo, uzima wa milele ni wako, lakini na yule atakayefikiwa na huduma kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo.
pamoja na mashine hizi 32 ambazo tunazo kwa sasa, lakini imefikia hatua sasa inaonyesha kabisa ya kwamba tunahitaji kuweza kupiga hatua tokea hapa tulipo kwenda hatua nyingine ya kisasa zaidi. Hivi karibuni kamati husika zimepitisha kujenga jengo kubwa zuri ambalo litakuwa kwa utukufu wa Bwana, kuhakikisha kwamba machapisho yanachapishwa katika kiwanda chetu cha Ufunuo. Tarehe iliyokusudiwa kuhitimisha zoezi hili ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Wakati ni sasa. Tafadhali changia sadaka yako kupitia Tigo Namba ama Mixx by Yasi kwa nambari 15218385 au changia kupitia CRDB Benki kwa akaunti namba 01J1077253500 au NBC Bank 026103879 pamoja na NMB Benki kwa akaunti namba 22111036. Jina ni Ufunuo Publishing House. Na mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena. Mchungaji Mika, kuna jambo ulikuwa ukielezea pale kuhusiana na kitenzi cha kupenda. Karibu sana. Nimesema kile kitenzi sasa nihitimishe mwenyekiti kwamba kimetajwa kwenye Mwanzo 22 aya ile ya kwanza. Of course maelezo yote yanaenda katika sura nzima. Na kinachofurahisha kwamba kinarejelea upendo wa baba kwa mwana, upendo wa Ibrahimu kwa Isaka. Na Mungu anapomwambia amtoe. Ukisoma kisa chote kile, cha kufurahisha zaidi ukija kwenye Injili, anapoanza Mathayo anarejelea pia upendo wa baba wa mbinguni kwa mwanae Yesu. Akija Marko ni ile ile ya baba kwa mwana Yesu Kristo. Akija Luka ni hivyo hivyo. Akija Yohana ni hivyo hivyo, lakini Yohana anaenda ni kama vile anazungumzia sasa kisa chote kile ukikiangalia. Maana sura ya Mwanzo 22 inaonyesha Ibrahimu si kwamba tu anaambiwa amtoe mwanae mpendaye, lakini anaenda mpaka kufikia hatua na kuinua kisu kumtoa. Na ingawa of course sauti inaita kwamba usimchinje mwanao, na bila shaka Mungu asingeruhusu ifanyike hivyo. Kwenye Yohana 3:16 anamwonyesha Mungu yeye mpaka anamtoa kwake. Mungu yeye hakuwa na kumwambia acha. Hakuna aliyezuia. Yeye kwa maana nyingine, kumbe kusoma Mwanzo, ukisoma ukijifunza vizuri, unapokuja kwenye Injili unaona sasa jinsi upendo wa Mungu ulivyokuwa mkubwa. Kisa cha Injili kinaleta sura nzuri na kwamba Mungu yeye hatimaye alimtoa mwanae kweli akafa katika msalaba. Kwa hiyo ni faida ambayo inaonyesha jinsi ambavyo upendo wa Mungu unakuwa ni mpana, ni mgumu kuelewa, lakini angalau kwa kiwango hicho cha Ibrahimu tunapata picha ya upana wake. Asante sana Mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri kuhusiana na kitenzi cha kupenda. Nirejea tena kwako Mchungaji Tuvako. Kutajwa kwa mara ya kwanza kwa mwanakondoo kunaonekana wapi? Na kunatupatia hasa fundisho gani la kibiblia kulingana na somo letu la juma hili? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti na niunge pale ambapo Mchungaji Mika amekuwa akizungumzia vizuri juu ya kutajwa kwa kitendo cha kupenda kwa mara ya kwanza. Na hii inaenda sambamba na kingine sasa ambacho kinatokea katika mazingira yale yale. Mwana kondoo anatajwa kwa mara ya kwanza, na anatajwa hapa kwenye sura hii ya 22 ya Mwanzo. Naona jina la Kiebrania linatupendeza sana. Bas, imeisha hiyo, ndio mwana kondoo. Na hivyo inatajwa kwa mara ya kwanza katika sura ya 22 ya Mwanzo. Hata hivyo inapendekezwa kwamba hoja ya kafara ya mwana kondoo ilikuwa imeshafanyika kabla. Bila shaka Habili alipotoa kafara alitoa mwana kondoo, na watu wa Mungu Adamu alipoanza kufundisha watoto wake hilo lilifanyika bila shaka. Lakini sasa tunachokiangalia ni rekodi iliyobayana
inayoonyesha kutajwa kule kwa mara ya kwanza, ambapo sasa mwana kondoo anatajwa kwenye sura hii ya 22 ya Mwanzo. Na aya zile ya 7 na ya 8 ndiyo ambayo tumeisoma, lakini si mbaya nikarejea pale kidogo katika kuiangalia inavyosema. Mwanzo 22 ile aya ya 7 na ya 8, Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Kuna mambo kadhaa. Aya ya 7 yenyewe ilisema jinsi ambavyo Isaka aliohoji, babangu, mimi naona hapa moto upo, kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Ndipo aya 8 inaonyesha yale majibu. Aya 8 inaonyesha mambo hayafuatayo, mwenyekiti. Wanakwenda wote pamoja. Na mahali fulani katika mwongozo wetu kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji anaweza kaliona hilo kwenye ukurasa wa 29. Wanaonekana kwenda wote wawili pamoja, kiashiria tembea kimya. Na nadhani kuna huzuni. Kuna maswali yasiyo na majibu ya moja kwa moja. Kuna maombi ya kimoyomoyo. Ninatamani hata kufikiri hivi ilikuwaje safari yao ya kurudi baada ya mwana kondoo kuletwa na sauti ya malaika, yani sauti ya Mungu. Lakini niende tena kwa hatua katika hili la 7 na 8 na 9, ya kwamba wanapoweka mazingira ya kafara, mwana kondoo anapotajwa kwa mara ya kwanza ni Isaka anayeuliza mwana kondoo yuko wapi. Hii inaashiria nini? Hii desturi tayari kwa watu wa Mungu, wacha Mungu katika kutoa kafara imekuwepo. Wala si Ibrahim, ni Isaka. Mwana kondoo yuko wapi? Maana kwa kawaida tunapofanya ibada ya kutoa kafara, mwana kondoo, Ibrahim anasema Bwana atajitwalia. Na kweli Bwana amemuongoza baba kujibu mwanae kwa uwezo wa Roho wake kama ambavyo anakwenda kutenda. Na kubaliana pia na jinsi ambavyo mchungaji Mika alizungumzia namna ambavyo alikuwa inawezekana alimuelezea kwamba unajua kubali tu, lakini Mungu atakufufua, kwa sababu unawezaje kumfunga mwanao? Na yeye Isaka willingly, kwa hiari wake, anatoa mikono yake, anafungwa. Ndivyo aya 9 imesema, ili awekwe juu ya nini? Ya madhabahu. Na anawekwa pale juu ya madhabahu. Niende kidogo mbele ninapomalizia hoja hii, mwenyekiti, jambo ambalo halitajwi moja kwa moja kwenye mwongozo wetu. Mwanazuoni mmoja aliandika vitabu kadhaa vizuri sana vya teolojia, na anaelezea ile ambayo ingetokea. Yuda Iskariote hakuhitaji kumsaliti Bwana Yesu ili Kristo atoe uhai wake kwa kafara. Hakuhitajika kufanya hilo. Haikuwa lazima. Lakini Mungu anajua kwamba ingetokea. Ni kwamba kitu hata kama sio kizuri, kujua kwa Mungu kuko pale pale. Mungu anajua. Lakini Mungu hampangii. Huduma ya Isaka na Ibrahim ingetokea hivyo hivyo hata kwa Bwana Yesu na kuhani. Kwa ridhaa kabisa. Tena kuhani angefanya kwa machozi kumtoa Kristo. Lakini hilo ingawa sio hoja sana ya sasa. Hoja ya msingi katika swali lako, mwenyekiti, ni kwamba mwana kondoo kama fungu letu la kukariri linavyosema. Yohana 1:29 inayosema siku ya pili yake. Huyu ni Yohana Mbatizaji anayezungumza hapa. Yohana Mbatizaji, kumbuka yeye ndiye pia alikuwa mwalimu wa Yohana, mwandishi wa kitabu cha Yohana wa kwanza. Yaani Yohana alianza na Yohana Mbatizaji ndipo akahamia kwa Bwana Yesu baadaye. Sasa Yohana Mbatizaji anasema siku ya pili hiyo, anasema
anamwona Yesu anakuja, halafu anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye, si azichukuaye, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ile hali ya kuasi, chimbuko la dhambi zote, yani hali inayostahili kufa milele, yeye peke yake aliyeweza kufanya, kuichukua hiyo, kuchukua hatia hiyo, kuchukua hata adhabu hiyo, ni huyu mwana kondoo. Mwana kondoo anapotajwa mara ya kwanza na Isaka, ambaye anasimama tena mahali pale katika sitiari ile ya mwana kondoo kweli kweli, Kristo baadaye anasimama mwenyewe, anashuhudiwa na watu wakati wake kwamba ndiye mwana kondoo hakika. Namalizia kwa maneno haya, mwenyekiti. Licha ya kauli ya Yohana Mbatizaji, nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji ukurasa wa 27 wa mwongozo wetu. Mwana kondoo wa Mungu anatumiwa na Yohana kumtambulisha Yesu. Katika maneno yale ya Yohana 1:29, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, ni jambo linalopendeza na la msingi kwamba rejeo kwa mwana kondoo linaonekana kwa mara ya kwanza kwenye maandiko katika muktadha ule wa kisa cha kumfunga Isaka katika kurejea kwenye kafara ya sadaka ya kuteketezwa. Lakini hata hivyo si mara ya kwanza ambapo huyu mwana kondoo anatumika kama kafara. Ukweli kwamba neno mwana kondoo linatumiwa na Yohana katika injili yake na hasa katika kitabu chake cha Ufunuo ambayo inataja mara 23 katika namna ile ile ambayo ni bayana ya mwana kondoo, inapendekeza kwamba Yohana anadokeza vidokezo juu ya mwana kondoo wa swali la Isaka, ambaye majibu yake yanaendelea kudhihirika katika uhusiano huu na mlingano unaoturuhusu kufikiria kwamba mwana kondoo wa Isaka anamhusu mwana wa Mungu. Kama ilivyowekwa na Yohana, na kwa kweli ufafanuzi huu unathibitishwa katika jibu la Ibrahim ambalo analitoa kwamba Mungu atajipatia kwa hiyo sadaka. Na hivyo kwa namna hiyo Ibrahim alianza kumtangaza Bwana Yesu ndiye mwana kondoo aichukua dhambi ya ulimwengu. Asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana na mwana kondoo. Mchungaji Mika, kifo kinatajwa wapi kwa mara ya kwanza, na tunapata ujumbe gani hasa juu ya hoja nzima ya kufa katika sayari hii sayari dunia, na hii sayari dunia ambayo tuliomo, ni fundisho gani ambalo tunaliona hapa, na kifo kinatajwa kwa mara ya kwanza wapi? Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Hii ya pastor iko imenoga. Ndio. Nilikuona ulikuwa umetekea hapa. Unajua neno la Mungu ni tamu. Nilikuwa naona anavyoenda basi akanifanya mawazo yakashuka pale chini kidogo kwenye aya ya 8. Unajua kwanza tunasema inadokeza. Yote ni vidokezo hivi. Yote vidokezo. Kwamba tunasoma juu ya mwana kondoo kule kwa Isaka, kumbe inadokeza juu ya Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naona kitu kingine, ninajua pastor alipambana na muda, alikuwa anataka akiseme lakini nimeshindwa kukiacha. Umenisoma. Niliona unaangalia huku ukisema huu muda utakuwa, nitafupisha hiyo nyingine. Isaka, Ibrahimu hakuwa na uwezo kabisa wa kumzuia Isaka, yani kutumia nguvu kumfunga. Lakini Isaka alihiari, akalala, akafungwa. Nilikuwa naangalia jinsi muundo wa maneno ulivyokaa. Hata kama sitasoma, nitasoma sentensi moja. Katika ukurasa ule wa 28, anasema katika hali hii kirai katika Mwanzo 22 fungu la 8 kinaweza kutafsiriwa kama ifuatavyo. Mungu atajiona mwenyewe kama mwana kondoo. Alafu akasema, maana pale juu ametoa sababu 3, lakini kwa ajili ya muda nitaacha. Nimeona na repleka nayo iko pale. Anasema kwa namna hiyo ndio mwana kondoo anatambulika kama Mungu. Hivyo mwana kondoo anarejelewa hapa
Hapana, kuna neno pale nilikuwa na yani kwamba yes. Mungu atajiweka mwenyewe kama mwana kondoo. Yeah. Yeah. Kwa hiyo tunarudi kwenye vile vidokezo hapo. Vidokezo. Unaona hivyo idokeza Yeah. Sasa swali lako mwenyekiti kwamba linahusu swala la kifo. Kwanza ni vizuri niseme moja ya vitu ambavyo tunajifunza katika Biblia na katika Mwanzo ni kwamba kifo ni halisi. Ni halisi. Kama tukienda kule kwenye kitabu cha Warumi inatamka kabisa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti. Na kwa hiyo kinapotokea wengi ni kama vile wanadanganyika na shetani kwamba watu hawafi, si wanabadilikaje, wanakufa kabisa. Wanakufa kabisa. Ilitajwa wapi kwanza katika Biblia? Mwanzo 3. Mwanzo 2. Mwanzo 2. Yeah. Nasema Mwanzo 3, Mwanzo 2. Na naweza nikaifungua haraka. Vile vidole vyako vile. Biblia inaonekana kama inahitaji badilisho sasa lama. Mwanzo 2 mwenyekiti aya ya 15. Naam. Anatumia maneno haya: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika. Yeah. Kwa mara ya kwanza katika Mwanzo 2 kifo kinatajwa. Lakini Mwanzo 4 nadhani kinatokea. Mwanzo 4 Mwanzo 4 aya ya 8 mpaka ya 15 nitasoma pale kidogo. Anasema Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako Habili? Akasema sijui. Maelezo yanaendelea hapo. Ndio. Lakini mara hii kifo kinatokea. Kifo kinatokea. Kifo sio kitu kizuri mwenyekiti. Kabisa. Kinatuumiza sana. Yeah. Nilivutiwa mwandishi alivyoandika hapa kwa mara nyingi tunasema kifo ni sehemu ya maisha. Amesema huo ni uongo. Kifo ni kinyume cha uhai, uangamivu wa maisha, kinatuliza kila siku. Kinatuumiza sana. Yaani ni karibu kila juma, kila baada ya siku chache tunalia. Kwa hiyo kifo ni kitu kibaya kabisa. Kinachovutia hapa kwa maana ya vidokezo. Kifo cha Habili kinafanywa na Kaini. Ni kifo cha mtu mwenye haki kinachofanywa na watu wasio haki. Au mtu asiye haki. Kaini ni katika harakati za ibada yao kwa Bwana. Kaini anapoona ya mwenzake inakubalika, hasira, na utaona pale tumesoma Bwana Mungu anamuuliza yuko wapi ndugu yako? Asema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mungu baadaye anamwambia pale kwamba damu yake inamlilia. Ndio. Hiyo nayo ni lugha ya hizo ni tamathali za semi kabisa. Bwana mwingine anasema unaona damu inalia. Kwamba ina mdomo. Kama sisi tulisema juzi kwamba jiko limenuna. Halina sura. Kwa hiyo utaona Mungu anamwambia hivyo, lakini kiukweli ni kwamba Mungu alimwambia Kaini, kama ukitenda vyema mapema kabla ya pale utapata kibali, usipotenda vyema hutapata kabisa. Alafu akamwambia dhambi na kuandama. Kaini hakutenda vyema. Matokeo yake sadaka yake haijakubaliwa au hajakubalika ibada yake. Yeye anachukua jukumu, anamuua Habili. Kidokezo kutoka Mwanzo, mtu mwenye haki anauawa na mtu asiye haki. Yaani anauawa, yaani unafanya wewe makosa,
alafu wewe unamuua huyu mwingine kwa ajili ya makosa yako. Sasa na tendo hata la kumuua haliyabadilishi, lakini basi ndio inavyosikitisha. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo, sio Mwanzo, wa Korinto wa kwanza 15. Hii sema ni kama linaenda taratibu vizuri, yenyewe ni kama haitaki haraka. Ila muda nadhani unataka haraka wenyewe. Wa Korinto wa kwanza nitasoma 15 aya 2, 3, 15 fungu la 15 hadi 19. Anasema hivi: Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Paulo anazungumza juu ya ufufuo. Na uzuri ni kwamba aya tunazozisoma zinaleta suluhisho juu ya kifo. Kifo kimeletwa na dhambi. Kifo kinatajwa tangu mwanzo, hata kabla hakijatokea. Kifo kinaanza kutokea mwanzo, na tunaweza kuelewa sababu kutokea mwanzo. Lakini tunapokuja huku, kinapozungumzwa kwenye Injili huku, tunaona kifo kina suluhisho. Naam. Waraka wa Paulo unazungumzia suluhisho la kifo. Mwana kondoo amekufa, lakini anafufuka. Na Paulo anasema ufufuo ni wa uhakika kabisa, kama kifo kilivyo cha hakika. Ufufuo nao ni wa hakika, maana anasema kama hakufufuka, basi hata imani yetu ni bure. Kwa hiyo ingawa kimeingia hivyo, Mungu ametahadharisha, tumeingia pamoja na hayo, lakini mwanzo inatuonyesha of course ungerudi pale kwenye Mwanzo 3:15. Lakini basi labda nisiseme hiyo, inatuonyesha kwenda kwenye vitabu vya Injili juu ya dokezo la ufufuo ambao ni suluhisho la kifo. Naam, nishukuru sana mchungaji mchungaji Tuvako. Ni kwa namna gani tangu kutajwa kwa mara ya kwanza katika Mwanzo joka anaonekana akiendeleza hoja zake zile, na anaendeleza hadi leo hizo hoja zake. Na huyu ni nani, na tunatambuaje hila zake leo? Kuna vitu viwili hapo, hila zake na kuendeleza zile hoja zake hadi leo. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Labda kulijibu ili kwa haraka niende kwenye aya zifuatazo. Moja ikiwa ile ya Mwanzo sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 5. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Anakwenda na kinyume. Alafu anasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hiyo ndiyo kauli ya joka au nyoka ambayo inaonekana kwa mara ya kwanza kutajwa katika Mwanzo sura ile ya 3 kwa mujibu wa neno la Mungu Biblia. Nyoka anaonekana kwa mara ya kwanza. Na anapoonekana kwa mara ya kwanza, pale tu unaanza kuona hali au tabia ambayo ndiyo hasa inayopelekana na kutajwa kwake kwingineko katika Biblia. Anatajwaje? Anakuja kinyume kabisa na kile Bwana Mungu alichosema. Maana katika sura ya 2 aya ya 17 ambayo tumeisoma bayana kabisa, Bwana Mungu akisema, mtu atakaye kula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, siku atakapokula matunda ya mti huo atakufa hakika. Yeye anakuja anasema hakika hamtafanyaje? Hamtakufa, kwenye aya ya 4. Unapoangalia Ufunuo sura ya, nadhani angalia aya nyingine moja ya 12. Ufunuo sura ya 12 unakuta sasa tena nyoka au joka akitajwa
na sifa ile ile ya kupambana dhidi ya utawala na kanuni za Mungu. Anaposema hivi kuanzia aya ya kwanza inasema juu ya mwanamke tena. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Aya ya pili anasema jinsi alivyokuwa yule mwanamke akilia na mimba, ana utungu wa kuumwa katika kuzaa. Aya ya tatu inaonekana ishara juu mbinguni au nyingine mbinguni, na anasema tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na kichwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kufanyaje? Kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Labda niende kwa haraka katika muktadha huo. Aya ya 5 inasema juu ya yule mwanamke kujifungua mtoto mwanamume, na jinsi ambavyo huyu joka ameamua kupambana dhidi ya huyu mwanamke. Aya ya 7 anatajwa huyu nyoka kwa namna hii: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda. Joka yule anaoneshwa jinsi ambavyo chimbuko la uasi wake lilianguka tangu mbinguni, na hivyo anapotupwa, anasema mahali pake hapa kuonekana wapi? Mbinguni. Anatupwa yule joka wa zamani, aya 9, aitwaye Ibilisi na Shetani. Umeuliza ni nani? Jibu ni kwamba Ufunuo inasema ni Ibilisi na Shetani. Kwamba ilikuwaje mpaka leo anaendeleza hizo, ni kwamba anapambana dhidi, tuliona katika juma lililopita nadhani, mwanamke akiwakilisha kanisa, watu wa Mungu. Na hivyo kwa muktadha huo tunamuona ya kwamba kwa kweli joka ni Shetani anayepambana dhidi ya Mungu na watu wake. Ndio. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, tunapomalizia mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, maandiko hajashindwa kutoa habari mpya na ufafanuzi au ufahamu mpya. Mtu anawekaje usawa kati ya shauku ya kujifunza jambo jipya na muhimu, na umuhimu ule wa kudumu katika kweli ambazo tayari hizo kweli tumeshapewa? Karibu sana mchungaji. Asante. Unapojifunza Biblia unaweza kadhani zinarudiwa mada zile. Vitu kio kinarudiwa unafikiri kinachosha, lakini jambo la ajabu ambalo nilifikiri mtu anayejifunza angelifikiria ni kwamba ukweli wa Biblia ni ufunuo uliotoka kwa Mungu asiye na ukomo. Na kama ana ukomo, maana yake ni kwamba hauwezi kujifunza ukaumaliza. Kwa hiyo hakuna wakati ambapo itafika useme kwamba sasa ujumbe sasa kwa kweli umeboa. Tofauti yake ni kwamba jinsi tunavyojifunza Biblia ni tofauti na tunavyojifunza hesabu. Kwa sababu tunavyojifunza Biblia ni kwamba unaruhusu moyo wako Mungu anajifunua. Unaweza ukawa ulisoma aya hii ukapata kina hiki, siku nyingine ukija unapata kina kipya kabisa. Ndiyo. Kwa sababu inahusisha ufunuo wa Roho wa Mungu ambao unakupa. Kwa ile neno unaweza kuwa ni lile lakini inaonekana kuwa kama jipya. Lakini kama tunajifunza wenyewe kwa ujanja wetu, litaisha tu, maana umetumia njia za kawaida tu, sawa na mtu anayesoma na novo. Kwa hiyo hapa ambacho tunasema ni kwamba ili ulifurahie neno la Mungu, omba, soma tena pale. Utasema mara ya mwisho niliposoma sikuona kitu hiki. Hiki leo nimeshangaa kwamba Bwana amenipatia. Ninashukuru sana mchungaji Mika, na nikushukuru sana mchungaji Tuvako katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mimi ni Fanuel Tanda. Asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikuombe mchungaji Tuvako uweze kutupatia ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu na Mwokozi, tunakutukuza kwa sababu katika fursa ya leo tunaona msingi ulivyoweka tangu mwanzo, na tusaidie sasa mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kuambatana nawe katika misingi yako ambayo inadumu milele. Katika jina la Bwana wetu Yesu tunaomba, amina. Amen.